kutufikisha hapa leo tukaweza kufanya ziara yetu ya siku mbili ambayo kesho tutamalizia siku yetu ya mwisho kwa upande wa mjini. Tumeona mambo mengi. Unajua sisi ni watumishi wa umma. Ili tuweze kufanya kazi vizuri, tuende field tuweze kujionea. Na bodi ya wakurugenzi ya ZDMA tumeona kwamba badala ya kukaa ofisini na kujadili vitu vyote kwenye makaratasi, tumeona tuje kujionea sisi wenyewe hali halisi ya utekelezaji wa majukumu ya ZDMA, lakini vile vile changamoto zinazowafika wale ambao wanapata huduma kupitia ZDMA, lakini vile vile elimu kuhusu mamlaka ikoje kwa jamii. Kwa hiyo tumejionea mambo mengi. Sasa ni kazi yetu sisi, kama tulivyofanya ziara Pemba, tumekwenda kujionea vitu vingi Pemba. Na hii itakuwa na mjumuisho sasa ya utekelezaji wetu, namna gani sisi kama bodi tunaweza kuisimamia ZDMA katika kufanya kazi zake na majukumu yake ya kila siku. Vitu ambavyo naweza kuchangia vitu vichache kwa siku ya leo ambavyo tumeviobserve. Kwanza ni ukosefu wa elimu kwa watu. Tumeviona hivyo, watu bado hawana elimu ya ZDMA, lakini vile vile kazi kubwa ambayo inafanyika na mamlaka hii. Wanafanya kazi kubwa sana, na ukubwa wa mamlaka hii bado watu hawajaijua. Tunajua tu kwamba bandari, tunao wenzetu wa SHIPCO hapa, tunao wenzetu wa ZPC. Tunaona kwamba ni taasisi kubwa, lakini tunasahau kwamba mama wa taasisi hizi zote ni ZDMA. Kwa hiyo ZDMA ina uwanda mpana sana, na hasa tunavyoangalia kwamba inashughulika na usalama wa raia na nchi yetu kwa ujumla, ambayo ina hizo calls za kuregulate masuala yote ya baharini. Kwa hiyo kwanza mimi nishukuru sana management pamoja na mkurugenzi mkuu wa ZDMA kwa mashirikiano makubwa waliotupa, lakini vile vile ZPC kwa mashirikiano waliotupa katika ziara hii. Tunaamini kwamba kupitia ziara hii, mambo tuliyoyaona, vitu tulivyoviona, sasa kama bodi tukikaa kwenye vikao kuamua mambo ambayo yanawahusu wananchi, lakini kwa maslahi ya taifa letu tutaamua kiusahihi zaidi, kwa sababu kile ambacho tunaambiwa tumeshajionea sisi wenyewe. Lakini vile vile naomba sana nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa namna ambavyo sisi leo tunazungumzia ZDMA, lakini katika maeneo ambayo tumekwenda tumejionea miundombinu mingi ambayo imejengwa ndani ya nchi yetu. Kuna transformation kubwa sana, lakini kupitia bandari vile vile Mheshimiwa Rais ka aim kutengeneza maeneo mengi sana ya bandari ili kuweza kuwarahisishia wananchi kupata huduma ya majini. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kweli, na sisi kama wafanyakazi tuliopata nafasi hizi za kuteuliwa, we need to pull up our socks. Lazima tuweze kujikita kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuitumikia nchi yetu. Ziara hii ilikuwa ina malengo makuu kuangalia utendaji kazi wa ZDMA. Kama tunavyojua, mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, kazi yake kubwa ni kusimamia usafiri wa baharini, na bahari ni kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema wajumbe wa bodi wakapata kujua mipaka ya maeneo yetu na utendaji wetu, ili waweze kutushauri vizuri wakati tunafanya kwenye vikao vyetu vya kawaida vya utendaji. Ziara hii imekuja na mafanikio makubwa sana. Fanikio la kwanza, bodi imeweza kujionea changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wafanyakazi, lakini pia imepata kujionea maeneo ya kuboresha huduma zetu ili ziweze kuwafikia zaidi wananchi, kwa sababu wananchi ndio hasa walengwa wa matumizi ya usafiri baharini pamoja na shughuli mbalimbali za kibahari. Changamoto kubwa tuliyokuwa nayo kwa sasa, ofisi zetu tukiangalia hazijafika zaidi kwenye wananchi. Kwa hiyo lengo pia la ziara hii kuja kuangalia uwezekano wa kusogeza huduma kwa yule mtumiaji wa moja kwa moja. Neno langu mimi kwa management, kwanza kushirikiana moja kwa moja na bodi hii ya wakurugenzi, kwa sababu bodi ndio inayotoa miongozo, bodi ndio inayotoa maelekezo na inayosimamia majukumu yao. Kwa hiyo ni vyema wakafanya kazi bega kwa bega na bodi, lakini pia utendaji. Wajitahidi sana kutenda kazi kwa uadilifu, kutenda kazi kwa kujituma, pamoja na kuji-innovate, yani kuwa wabunifu, ili bodi hii ipate matumaini na kazi iliyokusudiwa kuundwa mamlaka hii iweze kupatikana, na pia taasisi hii iweze kuwa na tija kwa serikali. Moja ambalo nimejifunza katika ziara hii ni muendelezo wa jinsi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inavyojizatiti kuwasogezea maendeleo wananchi wake na kuwarahisisha maisha yao kadri awamu baada ya awamu. Kila awamu inayokuja inakuja na msukumo wake na mtizamo wake,
na ikimalizika wananchi wanakuwa wanajua kabisa nini awamu ile imekileta, na ukimuuliza mwananchi yeyote yule atakwambia kitu fulani kimekuja na awamu fulani. Kwa hivyo mwendelezo huo tunauona katika awamu ya sasa hivi, na tunaona kwamba kumekuwa kuna huduma nyingi sana zinazohusiana. Huu uchumi wa buluu umekaribisha uwekezaji mwingi kwenye maeneo ya bahari, kwenye mahoteli, kwenye usafirishaji na kadhalika, na haya yote yanahusisha watu kusafiri baharini, iwe kiutalii, iwe kiuvuvi, iwe kibiashara. Kwa hivyo mamlaka ya usafiri baharini lengo lake ni kuhakikisha kwamba harakati zote hizi ambazo zimepata nguvu kubwa kutokana na kuwepo kwa uchumi wa buluu, basi kwanza zinachangia katika kuinua huo uchumi wenyewe, lakini pili kwamba hazihatarishi maisha ya wananchi, wageni na watumiaji wote wa baharini, kwa sababu kwa nchi yetu ambayo ni kisiwa hakuna namna yoyote ambayo kuna familia ambayo kwa namna moja au nyingine iwe haihusishi na usafiri wa baharini au shughuli zozote zinazotokea baharini, iwe ni uvuvi, iwe ni mwani, iwe ni kutembeza wageni na kadhalika na kadhalika. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.